Azimio la uhuru wa uhariri na uwajibikaji wa vyombo vya habari lazinduliwa, ambapo limeainisha majukumu ya uhariri wa habari na ya wamiliki wa vyombo vya habari. Ndege moja ya kivita yaangushwa kwenye ngome ya waasi iliyopo magharibi mwa mji wa Benghazi nchini Libya. Na katika michezo, serikali yataka makampuni ya biashara yanayodhamini soka kuangalia uwezekano wa kudhamini michezo mingine. Habari ya jioni hii watazamaji wetu popote pale mlipo. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10. Jina langu ni Upendo Msuya. Nitawasomea habari za kitaifa, habari za Afrika Mashariki, habari za kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani. Tunaanza na habari za kitaifa. Azimio la uhuru wa uhariri na uwajibikaji wa vyombo vya habari limezinduliwa jana jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine limeainisha majukumu ya uhariri wa habari, majukumu ya mmiliki pamoja na wajibu kwa wananchi, ambao kimsingi ndiyo dhamira ya kuwepo kwa vyombo vya kuwatumikia. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kuzindua azimio hilo, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Barozi Juma Mwapachu amesema swala la uhuru wa habari pamoja na uhariri limeonekana kuingiliwa na baadhi ya wamiliki wa vyombo vya habari ambao wamekuwa wakielezea ni nini cha kuandika kwa maoni ya badala ya wananchi walio wengi. Amesema katika nchi inayofuata misingi ya uhuru na demokrasia ya vyombo vya habari, wananchi wanapopaza sauti zao katika kudai haki na wajibu, ndivyo wenye haki ya kusikia, huku wamiliki na wahariri wakiwa na wajibu wa kutoa taarifa zao. Kwa nafikiri kwamba azimio hili kwa kweli ni muhimu, ni azimio la kihistoria, na mimi nashukuru kwamba wameweza kunikaribisha ili niweze kutoa maoni yangu, kwa sababu ninaamini kwamba nguvu ya hoja ya wananchi kwa kweli inapitia katika mikondo hii ya vyombo vya habari. Naye katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT Kajubi Mwakajanga amesema suala la uhuru wa uhariri na uwajibikaji limekuwa ajenda ya muda mrefu kutokana na baadhi ya vyombo vya habari pamoja na wahariri wake kutokuwa huru kwa kuandika habari kwa maelezo ya wamiliki wao. Kuna swala la wahariri wenyewe, kuna swala la waandishi, lakini kuna swala hata la watu wa matangazo, kuna swala la wafanyabiashara wakubwa, kuna swala hata la wafadhili. Wote hawa ni wadau ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakiathiri na kuumba wakiathiri utendaji kazi wa vyombo vya habari. Sio tamko la haki, ni tamko la wajibu. So katika mambo ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kupata habari, uhuru wa mwananchi kuweza kutoa habari na kutoa mawazo yake na fikra zake, haki hiyo ni haki ya wananchi, ni haki ya umma. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam ni Marieta Msembele wa Channel 10. Mchungaji Ambilikile Mwasapila anayetibu magonjwa matano sugu maarufu kama babu amewasihi viongozi wa dini mbalimbali kutokuwa na hofu juu ya waumini wao, kwa sababu yeye ameagizwa na Mungu kutoa tiba na si kuteka waumini wa dini zingine. Jamila Omari anayo taarifa zaidi. Bwana Mwasapila ambaye ni mchungaji mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ametoa wito huo pia kwa wagonjwa anaowatibu kuendelea kuabudu katika madhehebu yao, kwani Mungu hakumwagiza yeye kubadilisha watu dini zao. Kwa wenzangu waumini wa madhehebu, wasiwazuie watu kuja kupata dawa. Sio dawa ya kampeni kutafutia waumini. Ni dawa tuwape watu wapone, waumini wawe na afya njema. Ndio maana yake hawajanisikia hata siku moja nikitangaza au nikuwauliza watu wewe unasali wapi, wewe ni wa dhehebu gani, wewe ni wa dini gani. Sijawauliza watu hata siku moja. Ili kuthibitisha hilo, Channel 10 ambayo imezuru katika eneo hilo imezungumza na baadhi ya watu wanaofika kwa babu kupata tiba kutoka katika madhehebu mbalimbali na shida tofauti bila kujali imani zao za kidini. Nazoka Tanga Chumbageni. Huko umepata nini? Nimefuata hiyo dawa kwa babu. Mzee, wewe umepata wapi hizi taarifa? Taarifa nimesikia katika maredio kama kuna mzee anatibu watu, ndio tukaondoka na jamaa zangu 5 tumo ndani ya gari hapa.
Tumetoka Tanga saa 12 asubuhi jana. Tumefika saa 4 za usiku hapa na tumelala hapa. Sasa hivi tutarajia kupewa dawa, tukipewa dawa tupate kuondoka. Niko kwenye foleni, lakini nimeshuhudia mtoto mmoja ameletwa hatembei, haongei, mdomo umeenda upande, akapewa yale maji, mtoto akaamka, akaongea na akatembea. Hata mimi naamini mtoto wangu nimekuja naye hapa na matatizo ya kuzungumza. Ninaamini hata mtoto wangu akipewa yale maji atazungumza. Yaani tunashukuru hapa tulipo, tumepata furaha. Yaani moyoni mwetu hapa tulipo, yani tumeamini, tumepona kabisa, tumemshinda shetani kwa majaribu yake yote, tumemshinda shetani. Hivi karibuni baadhi ya viongozi wa dini na wanasiasa wameonyesha kutokuwa na imani na mchungaji Mwasapila, na baadhi yao wakionyesha kujawa hofu ya kunyang'anywa waumini wao. Huduma kwa mchungaji Mwasapila bado inaendelea na msururu wa magari umezidi kuongezeka siku hadi siku. Takriban siku 2 kwa mujibu wa wenyeji magari yalipungua, lakini hali imerejea kama mwanzo. Msururu huu wa magari unaoona una magari zaidi ya 1000 ambayo yako katika msururu na watu wakisubiri kupata tiba kutoka kwa mchungaji Mwasapila. Nikiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Samunge kilichopo katika tarafa ya Sale, eneo la Loliondo, wilayani Ngorongoro, mkoani Arusha. Mimi ni Jamila Omar wa Channel 10. Asante Jamila Omari kwa taarifa hiyo. Serikali imesema changamoto kubwa inayozikabili taasisi za fedha hapa nchini ni jinsi ya kuhakikishia wateja usalama wa fedha zao pale wanapotumia mifumo ya kielektroniki katika malipo ambayo hutumika dunia nzima. Mwanahabari wetu anayo taarifa zaidi. Waziri wa Fedha na Uchumi Mustafa Mkulo amebainisha hayo wakati alipokuwa akizindua kadi ya malipo na kutolea fedha ya Tembo Card Mastercard ambayo inamilikiwa na benki ya CRDB. Kadi hiyo inaweza kutumika mahali popote duniani. Amesema changamoto ya usalama wa fedha za wateja wa taasisi mbalimbali za kifedha duniani imeongezeka kufuatia mabadiliko ya teknolojia katika sekta ya fedha, ambapo amesema kuzinduliwa kwa Tembo Card Mastercard na benki ya CRDB kunaungwa mkono na serikali kwa sababu kadi hiyo ina usalama mkubwa zaidi. I'm happy to learn the Tembo Card Mastercard, which we are launching today, is the only Mastercard issued in Tanzania that has been fully certified for Europay Mastercard Visa EMF compliance. Mastercard Worldwide is committed to making transactions faster. These transactions happen in a split of a second. From that moment, it goes straight to an acquirer host, from there to our network, from there to CRDB's host for authorization, comes back through the same loop in about a fifth of a second. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Dr. Charles Kimei amesema watendaji wa benki yake sasa wana uwezo wa kuamua kumiliki kadi moja ya Tembo Card Mastercard au 2 ikiwemo ya Tembo Card Visa, na kwamba kadi hiyo mpya itakuwa inabadilishwa kila baada ya miaka 5. This card is being issued by the largest and strongest bank in Tanzania. And it is backed by an asset base of CRDB Bank, which currently stands at 2.3 trillion shillings, and customer deposit base of 2 trillion. Kwa hiyo customers nao wanatuamini, nao lazima uiamini hiyo kadi. Kadi ya malipo na kuchukulia fedha ya Tembo Card Mastercard inatumika duniani kote na hadi sasa ina wateja zaidi ya bilioni 1. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Shirika la Viwango Tanzania TBS limeanza kudhibiti ubora wa viwango vya pikipiki zinazoingizwa nchini katika hatua ya kulinda usalama wa watumiaji kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bwana Charles Engerege amesema udhibiti huo unafuatia shirika lake kupokea viwango vya kupima ubora wa pikipiki na kuanza rasmi utekelezaji wake Februari mosi mwaka huu.
Amekiri kwamba katika siku za hivi karibuni kumekuwa na wimbi la uingizaji wa pikipiki za miguu miwili na mitatu, baadhi yake hazina ubora, hatua ambayo imekuwa na hatari kubwa kwa uendeshaji, abiria na mazingira. Alikuwa akizungumza na wafanyabiashara baada ya kukabidhi leseni za kutumia nembo ya TBS kwa makampuni ya uzalishaji na uingizaji wa bidhaa mbalimbali kutoka nje ya nchi. Nipende tunapowapa na kuwaeleza kwamba wale watakao kaidi vile vile pikipiki ambazo ubora wake haujathibitishwa na shirika la viwango Tanzania hazitapata usajili kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Sasa utaendesha wapi pikipiki haina namba? Kwa hiyo afadhali waje tu kabla sisi hatujawasaka huko. Baadhi ya wafanyabiashara waliokabidhiwa leseni za kutumia nembo ya TBS, ikiwemo kampuni ya Fecon inayofanya biashara ya pikipiki, walitoa maoni yao kuhusu biashara hiyo na bidhaa nyingine zilizothibitishwa ubora. Watanzania wengi ambao utakuta wengine wanapata matatizo, wanapata ajali, ni vizuri wakazingatia alama za usalama barabarani, wakazingatia mwendo, waogope kuendesha mwendo kasi, na pia wakajitahidi wakapata mafunzo ya kutosha katika kuendesha pikipiki. Mimi ninajisikia furaha sana kupata cheti cha TBS kwa sababu kimenitia moyo na nitapata nguvu ya kuendelea kufanya vizuri zaidi kadiri ya matakwa ya wao TBS. Kama nikiripoti kutoka Dar es Salaam ni Aziza Bakari wa Channel 10. Mazingira yasiyoridhisha na uhaba wa wataalamu kwenye vituo vya afya nchini ni moja ya sababu kuu zinazochangia ongezeko la vifo vya wakina mama na watoto. Hii ifuatayo ni taarifa zaidi. Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kilombero Fedi Eliasafi amebainisha hayo muda mfupi baada ya kupokea taarifa ya msaada wa magodoro 331 yenye thamani ya shilingi milioni 12 na shilingi milioni 5 kwa ajili ya ukarabati wa jengo la kuhifadhia maiti kwenye hospitali ya Mangula iliyopo wilayani Kilombero. Wakati mwingine vifo vinatokea kwa sababu mazingira ambayo jifungia ni magumu hayastahili. Lakini sasa kwa ajili ya kuleta magodoro haya, na imani kwamba sasa akina mama wetu watajifungua katika mazingira salama. Naye mbunge wa viti maalumu mkoani Morogoro, mchungaji Dr. Gertrude Rwakatare, aliyetoa misaada hiyo ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyomalizika hivi karibuni, amesema wanawake ambao ndio wazazi hawastahili kupata shida pindi wanapojifungua. Kwa leo chukueni magodoro haya 110 kwa ajili ya wodi za wakina mama, kwa ajili ya wodi za watoto, ili tuweze kushirikiana pamoja. Mungu awabariki kwa kazi nzuri mnayoifanya, madaktari na wauguzi wote. Mjue kwamba kazi yetu hii ni wito kuwasaidia watu wa Kilombero. Magodoro hayo 331 yenye thamani ya shilingi milioni 12 yaliyotolewa na mchungaji Rwakatare yatagawiwa kwenye hospitali mbalimbali ndani ya wilaya ya Kilombero, na milioni 5 zilizotolewa zitatumika kufanyia ukarabati chumba cha kuhifadhia maiti kwenye hospitali ya Mangula. Kutoka Dar es Salaam, Bonfas Magupa, Channel 10.